Chadema, nimeona hiki sio kitu au sio jambo la kukalia kimya. Kwanza nilitaka nianze kwa kusema kwamba vyama vyote vya siasa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa vinatakiwa kujiendesha kwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya Zanzibar, sheria zingine zote za nchi pamoja na katiba za vyama vyenyewe. Haki kuna watu wengine wanadanganyika wakifikiri kwamba msajili yuko hapa kusimamia tu sheria ya vyama vya siasa. Hiyo sheria ya vyama vya siasa inamtaka msajili kuhakikisha kwamba vyama vya siasa ambao ndio wadau wakuu wanazingatia sheria, katiba ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria, katiba ya Zanzibar pamoja na sheria zingine za nchi katika swala zima la utawala bora na kukuza demokrasia. Kilichonisikitisha na ambacho kinatakiwa kikemewe kwa nguvu zote ni kitendo cha kuvunja sheria au kufanya uvunjifu wa sheria wa makusudi. Labda nitumie fursa hii kuwashukuru waandishi wa habari kwa sababu ingekuwa havitufikii. Ni lile jambo la kuchukua wimbo wa taifa na kuongeza aya waliosema tunaongeza aya ya 3. Na mbaya zaidi wanasema tunaongeza tuone kitakachotokea. Sikutegemea chama cha siasa kikongwe kama kile kifanye uvunjifu wa makusudi alafu tukae kimya. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati anafungua jengo la tume, lakini hapo akaongeza kwamba lakini na nyinyi wanasiasa msivichokoze vyombo vya dola, maana mkivichokoza vitatekeleza wajibu wake. Sasa kilichonisikitisha mimi ni kwamba tuko kwenye kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Tuko kwenye maandalizi ya kujiandaa na uchaguzi mkuu. Tunatarajia kwamba vyama vya siasa ndio vitakuwa wakala wa amani katika kuenenda kwenye shughuli za kwenye uchaguzi. Sasa tunapofika mahala tukavunja sheria, nilitaka kuwakumbusha kila kitu kina matokeo yake, kina consequences zake. Hakuna mtu au hakuna taasisi yoyote ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo nimewatajia kile kifungu makusudi mtambue kwamba sheria ya vyama vya siasa ambao mimi ni kama mlezi wa vyama vya siasa inavitaka vyama vya siasa kuzingatia sheria za nchi. Na kwa hili ambalo limefanyika ni kama kunajisi wimbo wa taifa, ina attract jinai, na ninaamini kwamba kuna taasisi ambayo inahusika na ni Wizara ya Mambo ya Ndani inayosimamia sheria, wanaita National Emblem Act, ni Captain. Ninaamini wao hawezi kukurupuka kuanza kuchukua hatua, lakini watalifanyia kazi kwa undani zaidi. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni kwanza ni kuwaonya Chadema. Najua wanaendelea na mikutano yao, lakini nataka kuwaonya kwa ambao wakati wanaendelea na mikutano waheshimu sheria za nchi. Na pengine nichukue fursa hii kuviasa vyama vingine vya siasa visijiingize kwenye mambo ya uvunjifu wa sheria. Kwa hiyo kama tunataka kweli kuenzi amani tulionayo, kuenzi taratibu ambazo mimi naomba niseme, labda tume inajitahidi sana, tume ya uchaguzi inajitahidi sana kushirikisha wadau, vyama vya siasa katika maandalizi yote ya uchaguzi, na nadhani azma kubwa na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye mchakato wa uchaguzi kwa amani, kutokana na agizo la Mheshimiwa Rais na kauli aliyoitoa, na aliitoa kwenye mipaka ya nchi yetu na nje ya mipaka yetu, kwamba uchaguzi wa mwaka huu utakuwa uchaguzi huru, utakuwa ni uchaguzi wa haki na amani. Sasa tunapoanza kuvunja sheria, yani bado nasikitika mpaka sasa hivi sikiamini kwamba ni kiongozi wa kitaifa wa chama anadiriki kusema kwamba tunaongeza aya ya 3 kwenye wimbo wa taifa, halafu tuje tuangalie kitakachotokea. Kwa akili ya kawaida sidhani kama kiongozi yote mwenye maono ya kudumisha amani ya nchi wanaweza kukubali kuongea kitu kama hicho katika kikao cha juu cha chama. Nisingependa mimi kuongea zaidi ya hiyo, lakini nimeona nichukue azma hii kama mlezi wa vyama vya siasa
kuvisii vyama vya siasa vijaribu kuheshimu sheria za nchi. Vinginevyo sheria itachukua mkondo wake. Hapo awali nilishasema kwamba kuingia kwenye mchakato wa uchaguzi, sheria zingine za nchi hazijaenda likizo. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba anayevunja sheria itachukua mkondo wake. Lakini nilitaka nieleze umma kwamba watumie fursa hii kuangalia mienendo ya hivi vyama vya siasa. Tusikubali kuingizwa kwenye mkumbo wa kushiriki katika uvunjaji wa sheria. Kwangu ndio hicho nilichotaka kukitoa, na mimi nashukuru kwa muda mfupi niliowaita mmeweza kufika, lakini nilitaka ujumbe huu ufike kwa wadau wote wa siasa. Tujaribu kuheshimu sheria za nchi, tujaribu kutii sheria za nchi pasipo shuruti, lakini azma kubwa ni katika kudumisha amani ya nchi ambayo tumekuwa nayo na ndio brand ya nchi yetu. Kwa tusifike mahala tukavilazimisha vyombo vya dola kuchukua hatua, halafu tukawagiribu wananchi kwamba watu wanaonewa. Mimi nimeona hilo nitoke nje taratibu nilizozoea kuandikia barua, kwamba kwa hili nimeona nisisubiri hata kuandika barua. Ni ujumbe na upeleka kwenye chama kilichohusika kufanya hilo jambo, lakini pia nitumie fursa hii kuviambia vyama vingine visijiingize katika mchezo huo wa kuvunja sheria tena kwa makusudi. Mungu ibariki Tanzania. Mungu atubariki sote. Asante sana kwa kunisikia. Za kimichezo, burudani, habari za kisiasa, zote zinapatikana ndani na Sterlingi wetu Dani Kaboma. Sterlingi wetu wa Icon TV, Sterlingi wetu Dani Kaboma, na Sterlingi wetu wa Icon TV, wote tufate Icon TV. Asema wote tufate Icon TV, wote tufate Icon, Icon TV. Na namwombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV. Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, Dani aweze kuwa na watendaji zaidi, Icon TV iwe brandi kubwa, isambae nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na sisi tutashirikisha zaidi